Nyota wa soka wa nchini Ufaransa Kylian Mbappe ameishtaki rasmi klabu yake ya zamani ya PSG kwa madai ya unyanyasaji wa kimaadili na kumnyima malipo ya euro milioni 55 ambazo ni takriban shilingi bilioni 161. Kwa mujibu wa ofisi ya mwendesha mashtaka wa Paris, Mbappe anadai kuwa alitengwa kwa makusudi na kikosi kikuu cha PSG baada ya kukataa kuongeza mkataba wake mwishoni mwa msimu wa mwaka 2022-2023. Katika malalamiko yake, Mbappe anazungumzia kitendo kinachoitwa lofting, yaani kumweka mchezaji mbali na timu kwa sababu za kinidhamu au kiutawala. Mgogoro ulianza Juni mwaka 2023 pindi Mbappe alipoamua kutotumia kipengele cha kuongeza mkataba kwa mwaka mmoja zaidi, hali iliyosababisha PSG kumwondoa kwenye ziara ya maandalizi kwenda Japan na Korea Kusini na kumlazimisha kufanya mazoezi na wachezaji wa kikosi cha akiba. Pia aliondolewa kwenye mechi ya kwanza ya ligi ya msimu wa mwaka 2023-2024. Mwaka 2022, PSG ilimsainisha Mbappe mkataba wa kihistoria, ikimwonyesha hadharani akiwa na jezi yenye namba 2025. Hata hivyo, mkataba huo ulikuwa unaisha 2024 ukiwa na chaguo la mchezaji kuongeza mwaka mmoja zaidi, jambo lililomkasirisha Mbappe baada ya klabu kushindwa kutimiza ahadi ya kusajili wachezaji wapya. Mbappe alikataa dili la euro milioni 300 kutoka Al Hilal ya Saudi Arabia, akachagua kubaki PSG na alirejea baadaye kikosini baada ya mazungumzo. Hata hivyo, uhusiano wake na PSG uliendelea kudorora na baadhi ya mashabiki walimzomea kwenye mechi yake ya mwisho ya nyumbani. Mnamo mwaka 2024, Mbappe alijiunga na Real Madrid kama mchezaji huru baada ya kufunga magoli 256 katika misimu 7 na PSG. Timu yake ya wanasheria ilitangaza Aprili kuwa wangefungua mashtaka kwa niaba yake, na sasa kesi hiyo imewasilishwa rasmi mahakamani.